tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 10 mwezi wa kwanza, mwaka wa 2026, kutoka kwa nabii wa Mungu, ndugu Joseph Branham, kwa niaba ya bwana harusi wetu, Bwana Yesu Kristo, kwa bibi harusi wake kote ulimwenguni. Mpendwa, kipenzi cha moyo wangu, nakupenda sana. Wewe ni mwili wa mwili wangu na mfupa wa mfupa wangu. Hata kabla sijaziumba nyota, mwezi, ulimwengu wangu wote, nilikuona, nami nilikupenda wakati huo. Nilijua wewe ulikuwa sehemu yangu, kipenzi changu cha pekee. Wewe na mimi tulikuwa mmoja. Ile siku ambayo nimeitamani na kuisubiri tangu nilipowaona, hatimaye imefika. Sasa ninawaita na kuwaunganisha kutoka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, kwa sauti yangu. Ninyi ni mawazo yangu, neno langu, bibi harusi wangu aliyedhihirishwa. Nimetamani sana kuwaambia kila kitu kilicho moyoni mwangu. Kwa hivyo nililiandika kupitia manabii wangu, na nimelilinda kwa maelfu ya miaka. Wengi wamelisoma na kuliamini kwa karne nyingi, lakini nimeyaweka mambo mengi kuwa siri hadi ninyi mlipofika. Ninyi ndiyo watu pekee nitakaowaambia. Wao walitamani kuyajua na kuyasikia mambo haya yote ya ajabu ambayo nimeyaficha, lakini kama vile nilivyokuahidi, nimesubiri na kuyaweka kwa siri hadi hivi sasa, kwa ajili yako wewe tu, wangu mmoja na wa pekee. Nilikuahidi mimi ningekuja na kujifunua mwenyewe tena katika mwili wa mwanadamu, ili niweze kukuambia na kukufunulia mambo haya yote. Nilitaka uisikie sauti yangu ikizungumza nawe moja kwa moja. Nimewatia mafuta wengine wengi kwa Roho wangu Mtakatifu kukuambia kuhusu upendo wangu, lakini kama nilivyofanya siku zote, nami kamwe siwezi kubadilika, nilimchagua mtu mmoja, malaika wangu, nabii wangu, awe sauti yangu, ili niweze kunena, Bwana asema hivi kwako. Nilitaka kukuambia, wewe hukuokolewa siku yoyote maalum. Daima ulikuwa umeokolewa. Nilikuja tu kukukomboa. Uliokolewa tangu mwanzo, kwa maana ulikuwa na uzima wa milele kwanza. Kwa hivyo, machoni pangu, dhambi zako zote haziwezi hata kuonekana nami. Kitu pekee ninachosikia ni sauti yako. Ninauona tu uwakilisho wako. Jinsi gani nimesubiri kwa hamu kukuambia mambo mengi. Moyo wangu unabubujika kwa shauku. Jinsi gani nimeisubiri kwa hamu karamu yetu ya harusi, miaka 1000 ya utawala wetu wa miaka 1000 tukiwa pamoja, nikikuambia kwa undani kuhusu makao yetu ya baadaye pamoja. Jinsi nilivyokuandalia kila kitu jinsi tu unavyopenda hasa. Kipenzi changu, ikiwa unaona ni vizuri mno sasa hivi kuisikiliza sauti yangu ikizungumza nawe, subiri tu. Hiki ni kivuli tu cha jinsi itakavyokuwa wakati tutakapoishi katika ule mji pamoja. Nabii wako, yeye hata ataishi karibu nawe, atakuwa jirani yako. Tutatembea kwenye barabara hizo za dhahabu na kunywa kutoka kwenye chemichemi pamoja. Tutatembea katika paradiso za Mungu, huku malaika wakiizunguka dunia, wakiimba nyimbo za sifa.
itakuwa ni siku ya namna gani? Najua njia inaonekana inaparuza, na wakati mwingine inakuwa ngumu kwako, lakini itakuwa kitu kidogo sana tutakapokuwa pamoja. Kwa sasa nitakukusanya kwa mara nyingine tena na kuzungumza nawe Jumapili hii saa 6 mchana masaa ya Jeffersonville, ni saa 2 usiku ya Afrika Mashariki, na kukuambia kila kitu kuhusu makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Nasubiri kwa hamu kuungana nawe wakati huo. Kumbuka na kamwe usisahau, na kupenda sana. Kwa niaba yake, ndugu Joseph Branham. Maandiko: Mathayo Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 28, Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 3, Waefeso sura ya 1 mstari wa 10, waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 6, waraka wa pili wa Petro sura ya 3 yote, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 7, Ufunuo sura ya 6 mstari wa 14, Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 14, Walawi sura ya 23 mstari wa 36, Isaya sura ya 4 yote, Isaya sura ya 28 mstari wa 10, Isaya sura ya 65 mstari wa 17 hadi wa 25, Malaki sura ya 3 mstari wa 6.